Tunashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. It's a day the Lord has made. Na kwa neema yake tu hai na Bwana ametutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. So karibuni, this is a beautiful day. I know that the Lord amekuwa na wewe the whole week, na he have become your shield and your protector. And we need to give him praise. Nasema we need to give him praise. Let me ask you a question. Is there anybody ana sababu ya kutokuwa hai? I mean, kuna mtu ana sababu ya kuwa hai by your own power? It is the Lord's doing. Hauko hai kwa uwezo wako, ni Mungu amekushikilia. Hauko quarantine kwa nguvu yako, it's the Lord have taken care of you. It's the Lord amehakikisha kwamba amekuepusha na coronavirus. Every time unapoona inapita kwa runinga, watu fulani, unaona namba fulani wamepatikana nayo, and you're not among that number, you should always give God the thanks that you have upon our lives, kwa tukufu wa jina la Mungu wa rehema. Kwa hivyo Mungu wetu na Mungu wa amani atubariki na atutende mema, atushikilie na atuonekanie. Nataka kushiriki nasi ujumbe. I love it. It is about the kingly anointing upon you. Mafuta ya ufalme ama upako wa ufalme ulio juu yako. Na ni maombi yangu ya kwamba Mungu atakupa neema ya kuelewa ujumbe huu. Maana Mungu aliyetuita ana makusudi, na ukinunua kitu ukiwa na matumaini ya kikusaidie, kile kitu kisipokusaidia unasikiana ni kana kwamba you wasted your resources. Let me tell you, child of God, kuna watu bilioni mingi duniani. But how comes that God amekuchagua wewe na mimi? We have a mandate before God. And God is desiring that we may represent him wonderfully and powerfully. I would like to say this, ya kwamba hakuna jambo linafanyika without God allowing it to happen. Even coronavirus did not just happen. God allowed it for his own purpose. And one of the purpose is the church. Because this is the time the stars of Christ will be manifested. And I believe you are a star. Let me say it again. I believe you are a star. Now, the kingly anointing, to have the ability to command things to be as they are supposed to be. Kama uwezo wa kiufalme ni kuwa na kama uwezo wa kuamrisha mambo yawe vile inastahili kuwa. Jana na juzi, Kenyans were all eager, wakigojea one man, the president of the country, to give direction. Watu walikuwa wamejiandaa, wengine walikuwa kwa sababu they were anticipating vile mambo itaenda on their favor. But when this man came na akasema kile alisema, whatever they have prepared ikawa null and void. Why? Because the king has spoken. When a king speaks, subjects say yes, sir. Hallelujah. And so if I and you, we are kings, we are supposed to speak on behalf of our God. Katika jina la Yesu Kristo. We are going to go to our main scripture for them. Good time is the scripture tunazijua, that they have so much wealth in this. Number 1, 1 Peter chapter 2 verse 9. You know this scripture very well. 1 Peter chapter 2 verse 9. Nasema that he has made us, or just pick a portion. Nasema he has made us to be, he has chosen us, and he made us to be loyal priesthood. We are loyal priesthood.
Hallelujah. Let me say it again. We are loyal Christians. God ametupa the highest office in the kingdom of God that ever man can hold. That is true of two offices in the same. You are one loyal, you are one king, you are king, and number two, you are a priest. I don't want to talk about it more, but down there inasema kwamba that you should manifest his excellence. Listen, child of God, we have a duty and a mandate to undertake. And that is to manifest the power of God. Hallelujah. Let me say it again. Mungu amekuchagua ili uonyeshe uwezo wake. Na hautaonekana tu by mere words. It is by when you arise in your position and do what you're supposed to do. The other scripture is in the book of Revelation chapter 1 verse 5 and 6. Just write it down. Revelation chapter 1 verse 5 and 6. And we'll also pick some few things. Inasema kwamba, number one, Christ loved you. Christ loved us. Number two, he washed us with his own blood. And number three, he made us to be kings and priests unto our God. He has already made you. You are a king and you are a priest. And number three, that scripture, it is also in the book of Revelation chapter 5, verse 9 and 10. Inasema, I will also pick a few. Inasema, number one, Christ redeemed us from every kindred, tongue, people, and nation. Kristo alinikomboa, alikununua, alinunua. Kutoka kwa bare zenu, kutoka kwa watu wenu, kutoka kwa miliki zenu, na kutoka kwa taifa lenu. Kwa hivyo, ni nini alikununua? Si kwa watu, kutoka kwa watu. In your family, listen this. This is very important as we are going to our scripture. Where alikununua kutoka kwa nini? In family setup, kuna maroho ina control watu. Kuna maroho ina determine the far you can go. Kuna maroho ina determine the years you're going to live on now. Watu wanafika age fulani wanapata cancer, wanapata saratani. Why? Because in that family there is an age limit. I should remember, I should know, there is a pastor who is a friend. Akona familia. Ile familia ana watoto samani, ana mke, ana watoto. Akizaa mtoto akifikisha mwaka wa 7 anapooza. Ana watoto 5, mmoja aliaga. Wote mwaka wa 7 wanapooza. Why? In that family kuna roho inasemaga, this is how far you can go. Listen carefully. Maandiko ya Mungu inasema kwamba wewe umenunuliwa kutoka kwa hizo maroho. Aisha, umenunuliwa. Kile kinamaliza wengine hakina uwezo wa kukumaliza ukijijua. Kile kinazuia wengine hakina uwezo wa kukuzuia. Kabla kufanya mfalme alianza kukununua. Haleluya. Alianza kukununua. Kwa hivyo kile kinazuia wengine, we are saying hakitatuzuia katika jina la Yesu Kristo. Ametununua hata kutoka kwa maroho zinazuia wa Kenya. I am in Kenya, but ninaweza kufaulu than any other Kenya katika jina la Yesu Kristo. And that is why when we understand who we are, we have to arise in our position katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. The Bible said he redeemed us from every kindred, every tongue, every people and nation. Then verse 10 inasema, and he has made us kings and priests. He has made us kings and why? Hapo mwisho inamaliza na kusema, and we shall reign
Not in heaven. Come on, not in heaven. We are reigning here on earth. Wajua kutawala ni nini? Kutawala ni wakati unasimama, unasema hiyo kitu nimesema kiondoke na kinaondoka. Kutawala ni wakati unafanya uamuzi na unasimama. Hear me, child of God. If you don't make declaration, you will live a failure when you have been chosen already to make declaration. Kwa mujibu wa Biblia, wewe si vile ulikuwa unafikiria. Lakini shida ni kwamba hatujabadilika hapa. Naomba leo Mungu aguze hapa, pambadilike, nijione vile ninastahili kuwa, nianze kusimama mahali pangu katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu ya 1 Kings chapter number 17. That is our scripture today. 1 Kings chapter 17. I hope you are there. You read verse 8 down to 16. The kingly anointing upon us, we have to exercise it in Jesus' name. I believe you are there. Wale tuko nyumbani, I hope you have connected. You are already there. I need a desire ujumbe ukafikie watu. Hata jana nikatext nikasema, if Paradise Venture you don't have bundles, just put your name down and a number, and I will buy. It is only one sister alifanya, nikampea, nikamnunulia bundles ya 100. Bengine mwingine aliona akasema nitaaibika, shauri yako. Because my desire, si nilikuwa na pesa, but my desire is that we may get it in Jesus' name. Because nobody should miss it, wapendwa. 1 Kings chapter 17 verse 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belonged to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain him. So Elijah arose and went to Zarephath, and when he came to the gates of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a bill, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Verse number 13. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me therefore a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For this is the Lord God of Israel, the bell of the meal shall not fail, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord send rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her household did eat many days. And the bed of the meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Now wapendwa, napendezwa na kile maandiko inasema. Maana maandiko huanga inatuongelesha hata wakati mambo kama haya yapo. Sikiza mpendwa, kuwa tumeokoka haimaanishi nature haita stand against us. But listen carefully. We will prevail when the nature is against us. The world we are in is sometime affected na mambo ingine. But hear me, brethren and children of God. God knows such a time like this, kutakuwa na coronavirus. When we are crossing over the year, we all remember, Roho Mungu alituambia, huu ni mwaka wa uponyaji. But God knew kutakuwa na coronavirus. I know there are people
hakumbuki kile Mungu alisema. God knew kutakuwa na coronavirus, and that is why akasema itakuwa mwaka wa uponyaji. Maybe you don't know, pengine umeathirika, umepatwa na hizo viini hizo virusi vya corona, but because God says so, anakuponya kabla ujulikane uko nazo. Hallelujah. And I am saying it again, ni mwaka wetu uponyaji. Amen. Sikiza kanisa la Yesu, napendezwa na hivi. Elijah mtumishi wa Bwana akatangaza hakutanyesha. Mungu akamwambia enda katika brook Kishon au utalishwa pale na kunguru. Akaenda pale katika ile kiziga, akawa analishwa na nyama na mkate. Kumbuka kuna kiangazi, mahali nyama inatoka sijui, but God of all creation for Elijah. Miezi zinapoanza, Mungu huyo si atengeneze nyama, atengeneze mkate, atengeneze mafario, atengeneze kodi ya nyumba kwa mtoto wake anayenisikia, na aliapa kwa jina la Yesu. Maandiko inasema Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Mahali nyama ya Elijah ilitoka, naomba nyama yako itoke. Nasema naomba nyama yako itoke. Huyu Mungu ni wa ajabu. Maandiko inasema baadaye kijito kikakauka, maana kinaweza kauka. Kilipokauka, Mungu akamtokea Elijah, akamwambia usikauke na kijito. Si nikwambie na wewe usikauke na corona. Nasema usikauke na mambo inafanyika. Biashara ikikauka, usikauke nayo. Kazi ikikauka, usikauke nayo. Haleluya. Neno linasema Mungu akamtokea, akamwambia enda Serefati ya Sidoni, nimeamrisha mjane akulishe kule. Mungu tunayetumikia wapendwa ni wa ajabu. Hakumwambia nimeamrisha tycoon fulani ama mfalme fulani, maana Mungu atembei na mawazo ya watu. Kama ingelikuwa ni mimi, ningefikiria mfalme fulani ama tajiri fulani. Mungu hataki tajiri fulani. God can use anybody. Nasema Mungu anaweza yote. Hii corona kwanza inatufundisha, maana wengi tulikuwa tumeachana na Mungu. Ndio akasema watu wangu wamenitendea dhambi mbili, ama wametenda dhambi mbili. Namba la kwanza, wameniacha mimi uzima, na wamejichimbia birika zilizofunjika. Wengi tumejichimbia. Tunasema hauwezi kula bila biashara, hauwezi kula bila kazi. Kazi imekauka. Mtumainie hata kazi itauka watavaa, hata kazi itauka watakula. I decree and declare to every member wa hii kanisa, hautaangamia. Hata kama uko, atatwalia muujiza wako. Hallelujah. Usitumainie birika za dunia, zinaweza kauka. Usitumainie mito ya dunia, inaweza kauka. Biashara zinakauka. Kama wa Amerika wamegandamizwa, wale tuite super power, China wamegandamizwa. Wapendwa, nguvu za dunia ni za muda, lakini nguvu za Mungu wa rehema, katikati ya dhoruba zipo, katikati ya giza zipo, wakati wa usiku zipo. May God help you to trust him. Ndio Mungu ameleta hii ili tuumbe trust yetu zaidi kwa Mungu. Napoamka ni Mungu, napolala ni Mungu. May your services for Mungu zinuke marabi. May you serve God than never before. May you love God than never before. Heri ukose kwenda kazini, lakini always serve God, because God will be with you even the tightest moment of life. Huyu Mungu aliyomtumainia, wapendwa, aliwapigania.
Na ndio imeandikwa kwa Biblia tujue Mungu atatupigania. Mungu anamwamulisha mjane kwa niaba ya Elijah. Si Mungu amulishe mtu. Nasema si Mungu amulishe mtu. Nasema Mungu amulishe mtu wewe kwa niaba yako. Haleluya! Na si lazima awe tajiri. Anaweza kuwa hana kitu, lakini Mungu akutwalia amtumie huyo kukupitia wewe. Haleluya! Maana nasema Elijah akatoka akaelekea Sarepta. Nataka niongee hoja tatu. Then we shall be done. I'll try to be quick, very quick. Zile zitatusaidia kuamulisha mambo katika jina la Yesu. Hallelujah. Unajua wakati wa corona hata hatuongeleshani vile tumezoea kupiga mtu hi-fi. Hakuna hi-fi. Kile unaweza piga mikono yako tukisema hi-fi. Vile tulikuwa tumezoea kwa biabia mtu, sasa wewe utakuwa unajiambia katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Number one, never move without having heard from God. Never move without having heard from God. Kama Mungu haja kuongelesha. Usiweke biashara kama Mungu haja kuongelesha. Usiende usifanye mambo kama Mungu haja kuongelesha. Maana the biggest problem, we follow others. May you never follow people, may you follow God in your walk. Maana Mungu inasema kwamba wale wanaongozwa na Roho watoto wa Mungu. Kanisa la Yesu, God is calling on his own people wakaweze kumfuata. Wakajua kwamba dunia inaweza ishi. One of these fine days, I was in a bag somewhere uko Kiambu, na nilipokuwa ninangojea kufanywa whatever I wanted, mama mmoja wakawa wanaongea na mama mwingine, wakaanza kuulizana ulikuja lini? Ndiye mwingine mwenzake akamwambia sijui nilikuja kabla ya corona, na mwingine akamwambia hata mimi nilikuja wakati huo tu kabla corona ianze kusaburia watu. Akauliza mwenzake, mgonjwa wako alitibiwa? Akasema hakutibiwa, tuliona mambo itaharibika tukarudi. Walikuwa wameenda India kutafuta matibabu, lakini corona ikawafukuza. Sikiza mpendwa, kila wakati wakubwa wetu wamekuwa wakienda maisha nje kutibiwa. Mbona leo hawaendi? Halo? Tuko pamoja? Juzi nilikuwa nimepeleka Moringe Kiambu hospitali. Ajabu ni kwamba nakuta daktari anatugojea. Kiambu. Nishawahi kwenda huko Bereni. Ulikuwa unakuta watu wamekaa wanangojea daktari. Siku hizi ni daktari anangojea watu. Kwa nini? Kwa sababu watu wamepona. Hawaendi hospitali. Kwa sababu anaogopa usipimwe temperature iwe juu, upelekwe quarantine. Kumbe watu hawakuagi wagonjwa. Ni vile hawajitambui. Corona imewafanya, imewanyorosha. Hawako hospitali tena. Na si hii endelee kabisa katika jina la Yesu Kristo. Sikiza andiko katika kitabu ya Isaiah chapter number 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21. Kama unaweza fungua haraka. And thy ears shall hear a word from behind you, saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right hand and when you turn to the left hand. Lazima kama mtoto wa Mungu kuwe kuna sauti nyuma yako. Sauti inakuelekesha, sauti inakuongoza, sauti inakuonyesha njia ya kwenda. Sikiza ndugu yangu, dada yangu, vizima hukauka. Kukauka kwa kizima si kumaanisha Mungu amekuacha. Niseme tena, kukauka kwa kizima si kumaanisha Mungu amekuacha. Kuna kitu kizuri Mungu amekuandalia. Wacha kuvunjika moyo. Uliza Mungu, what next from here? There is a next move, brother, sister. And don't see like disaster, they are coming to kill you. Hear me, brother. Maandiko inasema from this glory to another. Every disaster that comes to a life, it is coming to elevate you to another level. How do I know it? Maandiko inasema when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will lift you to another level. Woo. The enemy has to come. He's not coming to kill you. He's coming
coming to elevate you to another level. God is almighty. Come on. I say God is almighty. He is the only one who uses his enemy of his children. Kulisha watoto wake. Mungu anatumia adui yake kuinua watoto. Position than where you are. I see you riding higher than where you are. Let me say it prophetically. More glorious than how we have been ever in the name of Jesus Christ. Hey, after this, expect crusades, expect open airs, expect revival meetings, expect kesha, expect mambo makuu kanisani. Tumesukuma wapendwa from our comfort zone, tunaingia wa comfort zone. Shetani kama akejua hakeleta corona, nasema kama akejua hakeleta corona, we will become more better than ever. Hallelujah. I see Githurai ikiokoka zaidi ya ever before. I tell you, this is a time utaona makahaba kanisani wakija kuokoka. This is a time utaona warevi kanisani wakija kuokoka. Na kwa sababu tuko nyakati ya mwisho, wataokoka na wanajazwa roho. Wewe ukizembea kwa Ukristo, unawakuta wakiwa wanawaka moto wa roho. So it is becoming better. Hallelujah. Number 2, be led by the Spirit. Always be led by the Spirit of God. Fuata Roho Mtakatifu wa Mungu. Wacha kuongeresha. Baada ya Mungu kukuambia songa, don't walk alone. Walk with the Holy Ghost. Why? Maana hiyo njia unapita haujawahi pita. Listen this, wapendwa. Elijah hakuwa anajua huyu mama jana. Maana alikuwa ni mama katika nchi ya Wafilisti. Ni nchi hapa amezoea, maana ilikuwa ni Wafilisti. Serepal of Sidon ilikuwa ya Wafilisti. Alipotoka lazima angefuata Roho. Hallelujah. Are you there? In the book of Romans chapter 8 verse Romans 8:14 inasema, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. As are led by the Spirit of God, they are the sons of God. If you want to see the goodness of God, follow the Holy Ghost. And I tell you, it is not easy. You have to become a friend of the Holy Spirit. If you don't become a friend of the Holy Spirit, you never know when He speaks. I pray, may you desire to know the Holy Spirit the more. Make Him your friend. I say, make Him your friend. Anaongeaga wapendwa. Talk to Him. When you wake up in the morning, as you greet your wife or your husband, say, good morning, Holy Spirit. Talk to Him. Over the day, talk to Him. When you're in a matando, shut your eyes, talk to the Holy Ghost. Fellowship with the Holy Spirit. First, another, in the book of Galatians chapter 2:22. Did I say Galatians? It should be Genesis 22 verse 2. Genesis 22 verse 2. Genesis 22, unaona Abraham. Listen, this is very important again. Abraham, Mungu anamtokea. Anamwambia, go to Mount Moriah and sacrifice your son there. Into the mountain that I will show you. Verse 2 inasema hivyo. Inasema, oh, hallelujah. One of the mountain that I will tell you. One of the mountain. That means kuna milima mingi. But there is a specific mountain that God wants you to go. Hear me, people of God. Don't sow your seed anywhere. Nimesikia wahubiri, mimi niko mmoja wao, wanasema hivi. Eri ya kwamba kuna mashamba ingine haina rotuba. I don't believe that. I believe your seed itatoa matunda when it is directed by God.
Maana Mungu akikwambia upande kwa street children wako na rotuba gani? If you think about rotuba, wapendwa, it's not what we see, it is when God directs you. Abraham aliambiwa, go to Mount Moriah, sacrifice your son in one of the mountains that I will show you. One of the mountains. I believe kondoo hasikwa kwa kila mlima. It was in a specific mountain. Hear me, child of God. Na unisikiza vyema. Sikiza vizuri. Wengi wameumia. Why they sow their seed anywhere? Always be led by God. I say be led by where to sow your seed. Don't sow it kulingana na kuona kwako. Be led by the Spirit of God. Because you can sow it, na wewe unabaki kilio. Why unaipanda anyhow? Listen carefully. Your seed is very important. Whether ni maombi, whether ni anything, sow it according to the guidance of the Holy Spirit. He leads the watoto wa Mungu. Elijah anakuja anafika Serepha. I believe he was so much in the spirit. Mama mjane yule Mungu ameamrisha akatoka na huko. Hata mama mjane mwenyewe hajui kama ameamrisha. Maana inasema alikuwa anaenda kuokota kuni mbili, apike kaunga kamwisho afe. Hey, hallelujah. I pray that God may raise somebody to that level in Jesus name. Amen. Maana Mungu inasema Elijah akamwambia huyu ndiye mama. Elijah akasema, hey mama. Mama akasimama, nenda uniletee maji nini. Mama akikimbia Elijah akamwambia, niletee hata kamkate nile. I love it this way. Elijah, mama aliposikia hivyo akarudi bila hata maji. Akaambia Elijah, wewe mtu wa Mungu, wewe nabii. Maana pengine Elijah alikuwa amevaa kinguo cha nabii. Akamwambia, sikiza, maji yapo lakini mkate hakuna. Hakuna mkate, maana kumebaki kaunga kadogo na mafuta kidogo ya kupika chakula ya mwisho. Hata sitaki kuni mingi, nimeokota mbili peke yake. I don't need kujichokesha, maana sina tumaini. Listen carefully. Wakati wewe unatumaini, tumaini itaguza wengine. Tumaini yako italeta baraka kwa wengine. Hallelujah. Mama anasema sina kesho. Elijah akamwambia, sikiza mama, I'm not ready to hear what you are talking about. I have heard from God. Iwa pendwa, Mungu ameniongelesha wiki hii. Nimekuwa nikiomba na kutubu, nikimwambia Mungu nisamehe, maana kuna kwingi nimekufeli. Sikiza mpendwa, when God speaks to you, He wants you to speak up the word and use authority in you. I say the authority in you to make things happen. May I say this before the end? There is no failure here. I say there is no failure here. You are a failure by choice. Jiguze kifua, sema nitafail by choice. No, sema it again, I will fail by choice. Sema, because I know I refuse to fail. Hey, now let me say this. If you are a failure by choice, that means you can succeed by choice. You can excel by choice. If you are poor by choice, that means you can become rich by choice. Hey, I don't need the devil not to be there to be successful. I'll get wealth by choice. I'll prevail by choice. I will become great by choice. Hallelujah. Maana Mungu anasema Elijah akamwambia, nenda kwanza nipikie uniletee nile. But because that says the Lord, kibaba cha unga hakitaisha na mafuta haitaisha. Wapendwa, I don't know whether God alisema, but God alisema nitalishwa. Manake ni kwamba kibaba hakiishi,
maana kikiisha neno lake halitatimia. Aliyesema tutajenga hii kanisa alijua korona itakuja, lakini tutaijenga korona ikiweko, because it is not the absence of the devil that maketh us progress. It is the presence of the Almighty God. If God be for us, who can be against us? Hallelujah. Inua mkono wako wa kuume, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwambie tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hakika. Hakika. Asema kabisa hakika. Hakika. Nitafaulu. Nitafaulu. Hata kama wengine hawatafaulu. Hata kama wengine hawatafaulu. Hata kama watu hawataki. Hata kama watu hawataki. Nitafaulu. Nitafaulu. Warogi wakiweko. Warogi wakiweko. Wachawi wakiweko. Na hata baba yao shetani. Hata baba yao shetani akiweko. Akiweko. Mimi nitafaulu. Mimi nitafaulu. Amina. I see you there. I see you there. Shetani alikuwa anafikiri Elijah ataenda kukufia Serepta kwa sababu hakuna mkate. Hakuwa anaenda kukufia Serepta. Nami nataka nikwambie haukuvuka 2020, ukufie 2020. Ulivuka 2020 kuona wema wa Jehova. Hallelujah. Maandiko inasema Elijah alimwamulisha. And this is what God alikuwa ameniambia. Lazima tuamulishe hali. Nasema lazima tuamulishe hali. Nikuonyeshe maandiko machache hapa inaonibariki. In the book of Jeremiah chapter 1 verse 5. We know this scripture. Jeremiah chapter 1 verse 5. I want you to open, wale tuko nyumbani na wale tuko hapa, fungua, maana nataka utisomee. Jeremiah chapter 1 verse 5. Are you there? Can we read together? No, wait a minute. Tuambakana pamoja, wale wako nyumbani naona wanajikokota kidogo. Thank you Sister Irene, nimeona umefungua. God bless you. Can we read now? 1, 2, let's go. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Can you read the last part? 1, 2, let's go. I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Now let's read it again, all of it once again. No, 1, 2. Before I created you. In the belly I knew thee. No, are we reading? 1, 2, let's go. Before I formed thee in the belly I knew thee. And before thou camest out of the womb I sanctified thee. And I ordained a prophet unto the nations. I want you to do this. Look at that scripture. I want you to remove Jeremiah there and you put yourself. Then you're going to read, before I entered in my mother's womb, he knew me. Can we do that? 1, 2, let's go. Before I was formed in the belly of... He knew me. He knew me. And before I came out of the womb, he sanctified me and ordained me a prophet unto the nations. Now let me just talk about the last 2 things. Okay, number 1, he says, before I got to the last one, he says, before I formed you, I knew you. That I knew that you are able. I knew you can make it. I knew you are rich. I knew you are powerful. Then he says, before you came up, number 1, he sanctified. The word sanctify means set apart. Before you came out, he did set you apart. Ya kwamba hakuna kitu kinaweza kukuzuia. And number 2, he ordained you. The word ordination, ordained, means to be empowered. Come on. You are one set apart for a mission. Number 2, you are empowered. Are you there?
In the book of Judges chapter 6 verse 14. Judges chapter 6 verse 14. Again, open up very quickly. Judges 6:14. Brother John, fungua haraka na kuona. Judges 6:14. Are you there? Can we? Are you there? We read together. Let's go. And the Lord looked upon him and said, Go in peace thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. And the Lord looked upon, come on, and the Lord looked upon me. And the Lord is looking upon Me. Now, why mnajua Kiingereza? Why should the Bible say and the Lord looked upon? Looked up on. Why can the Bible say and the Lord looked at him? Why look up on? Wale wanajua lugha, when you look up on, something is above. Why is something above? Because inside Gideon kuna kitu isiyo ya kawaida. Maana anasema Mungu alimwambia, go in your power. Go in your, hear me brother, sister, there is power within you. Oh yes. I say there is power within you. Amen. Ni kweli ulidanganywa, you are a failure. Nyanya yako alikwambia you are good for nothing. That is your grandmother. The Bible says let every man be a liar. And I want to say whatever they said about you, it is not true. They are lying. This is the truth. Before utoke kwa tumbo la mama yako, ulitiwa nguvu ya kushinda corona, nguvu ya kung'aa Kenya, nguvu ya kufaulu. Na ndio ninatangaza kile kimezuia watu wa kwenu hakina uwezo wa kukuzuia. There is mighty power in you. May you break out. Hallelujah. So alisema you mount up to nothing. I tell you mount up to greatness. In Jesus name. Nakumbuka kwetu kulikuwa na my grandfather. Alikuwa na turoga. That is my, yule amezaa my dad. Angekuja akojea huko aseme tumwagike kama that whatever yake. Sani yake akawa naenda kutafuta uchawi that we may not excel. Na sina woga kusema hivyo because I know it to the reality. In primary school I really did it very well. I had made it nikaenda secondary. I don't know what happened. Shetani yake ujinga. Nothing I could get. I remember nikitoka Saturdays I got an A in maths. Lakini nilipoingia ikawa hakuna kitu nashika. What happened? After 4 years I got an F. That is a I started, But one day is preaching powerful, and I gave my life to Christ. They are not power. I was to mount up to nothing. Everything was against us. We couldn't know. Me brother, sister, where I belong. Wapendwa, today I know before nitoke kwa put my, listen carefully. Maybe they walikumoa mahali pako, wakatumia mbinu zao, wakakutanganya, wakafanya mambo walifanya, wakitaka uangamie. Psalms 37 inasema watch a righteous man, mwisho wake ni amani. Katikati wanaweza ingilia
lakini namuona awezaye yote anakuja, anakung'oa, anakurudisha mahali pake. Nataka nitangaze nikimalizia, kile walipewa na dini utakuwa haitafanyika kwako katika mawazo yao, lakini Mungu alianzisha kazi njema ndani ya maisha yako, ataitimisha katika jina la Yesu. Hallelujah. You may not know kile kinafanyika kama vile mimi najua kiasi, japokuwa sijui yote. But I want to tell you, child of God, so long I'm in Christ, He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Nitasema maroho za kwetu hazitanizuia. Maroho zile zinazuia familia zingine hazitanizuia. I will make it to my destiny, to my purpose. Whatever Mungu aliniitia, I will hit the jackpot in Jesus' name. Listen carefully. Maandiko inasema walikula Elijah na mama na kijana wa Elijah wa mama. Miaka hiyo yote kulikuwa na kiangazi. They never slept hungry. Why? An authority in the mind of man, in the man of God ilifanyika. Kama Mungu amesema mwaka huu tutanunua shamba, tutanunua korona, you know the reason ya kutonunua. I feel I'm not speaking like I'm speaking to somebody here. Listen carefully. I want us to be charged. Kama Mungu alisema kuna mahali utaenda mwaka huu, may you get there in Jesus' name. Amen. Whatever is yours, let it not be diverted by corona. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Are you there? Sister Kesia utaolewa mwaka huu. Hii hata wafunge nini ile sheria house na waseme wapeani cheti. Si wao walikupea mume. Si ujigonge kifua useme mwaka huu ndio nitabarikiwa. Mwaka huu ndio nitabarikiwa. Wapendwa, si tumeona Mungu akitenda. Si Isaka alivuna wakati hakuna mvua. Kwani Mungu wa Isaka ako wapi wapendwa? Si kule Gosheni walikuwa wakati kwingine kuna giza, kwa wanatembelea na wana need ya torch. Wapendwa, God is the same yesterday, today and forever. May you have the mind of a king, may you have the mind of a victor, may you have the mind of a warrior. Katika jina la Yesu. Amen. Kama Mungu alisema nimepona, I'll speak to my body, I'll speak to every part of me. Are you there? Pick up the word of God. It's the sword of the Spirit. Hallelujah. Listen carefully. Tuache hivi. Nilikemea mtu mwingine juzi. Tumeongea na simu. In fact ni jana asubuhi. Kaniambia tunangojea Uhuru tusikie vile atasema. Sijui kama Uhuru atafungua njia. Nikamwambia excuse me, kama unangojea Uhuru you be disappointed. Ngojea Yesu. Afunge asifunge utafaulu. Nikamhubiria sasa. Jana jioni baada ya Uhuru kuongea alinipigia. Kaniambia wewe ulikuwa nabii umetumwa. Maana kile nilikuwa nangojea yote imekaushwa. Wapendwa, nisikize. Mungu akiongea, wachana na watu. Si Mungu alikwambia amekupea mume, hata kama anakaa fogo. Wacha kuangalia ufogodhari ule yako nao, anza kunenea hiyo hali. Hallelujah. Listen carefully. Mungu akikupea kitu kinaweza kosa kuwa complete. It is you to use the authority in your life to make it complete. Mungu akikwambia ninakufanya manager wa kampuni, kwa usikojee kupewa ofisi ya manager. Ingia kwa hiyo kampuni, hata kama umeingia kama T-girl, unaingia ukisema I am the kutangaza kila siku, I am the manager. Very soon you become what God says you are. Use the power within you. Mungu alimwambia Gideon, go in your power. Hello, go in your ile power uko nayo haitatoka State House, toka mbinguni. It is unprovable. Hallelujah. Are you there? I had this desire and I'm saying I have to fulfill it.
Nilikuwa natamani kutembelea. I'm feeling I'm missing my biological dad kabisa. I feel I miss him. I just want to see him. And ananiambia siombe ruhusa ukuje. Sasa yeye haelewi mambo ya kazi. So nilikuwa nimepanga wiki nitaenda kumtembelea because nilikuwa naona hata mimi mazuizi yao ikiondolewa. So wakati haikuondolewa nikaketi nikaanza kuwaza. Nikakumbuka vile nilihubiria mtu. Nikasema hata mimi wiki hii nitaenda. Najua nasikia ile iko vika ni kali sana, watu hawapiti. Lakini nikakumbuka sister yetu Mweni alitoka Meru. Mabudi alikuwa ananiambia wakati umefungwa hakusimamishwa hata road block moja. Wanafika hapo wanamwambia pita. Wapendwa, wacha kukaushwa na hali. Shauri yako. Inuka kiwango chako. Hey, I feel it in my spirit. Hallelujah. Leo tukija tulikuwa nimeweka Kameme, radio ya Kameme. Na kuna mama moja walikuwa anaongea na yule anaongea anaitwa Gojini. So the lady is a counselor. Alikuwa anasema hivi watu wajipange kama ulikuwa unaenda outing, siku hizi enda outing kwa nyumba, kaa tukule kwa nyumba mtengeneze dia outing yenu, punguza kukula, fanya bla bla hivi na hivi na hivi, ni shauri yako, hiyo ni yako. Mimi niliposikia nikasema hiyo ni yake. Ni ya psychologist. Lakini watu wa kiroho watu wa psychologist. Hey. Wakati kuna giza ndio wanang'aa zaidi. Naomba wakati ukula kile hujawahi kula. Kunywa kile hujawahi kunywa. Hey. Wakati wengine waende hoteli zile kubwa enda. Mnanisikia hao wako hapa wachaneni na nyinyi mko nyumbani. Huu ndio wakati wetu wa kutembelewa. Enda kwa showroom ya gari. Hallelujah. Juzi tulikutana na mzee mmoja amekuwa kitaka kuniuzia plot shamba hapo karibu na kwetu. Aniuliza kwani uliogopa? Kwanza alitumia hilo neno likaniingia mpaka ndani. Alikuwa amenitia nikaiona. Akaniuliza kwani uliogopa? Si ukuje. Wajua wewe nikigojeka ndio utanipeleka hospitali. Nikasema ninaenda hapo. Na nitaenda nimwambie nataka tuende na mke wangu. Nimwonyeshe tuchague maana ako na kadhaa. Nimwambie nataka tuandikanie. Tukienda hapo tutaandikania. Naona unasema pastor wao wako na pesa kabisa, madena sio. Niko nazo. Ni wewe una ng'ombe, mimi niko nazo. Why? Because I have Christ with me. Christ is our strength. He's the hope of glory. I say he's the hope of hallelujah. Na mwaka huu ndio mwaka wetu wa kufanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. We will use authority in our tongue. The Bible says life and death is in the power of the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit of it. Wacha nikuulize unakula matunda ya nini? Speak life, speak hope, speak tomorrow, speak good things. Hello, I say speak them out. Declare in the morning. Wake up asubuhi. Declare this is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will eat the good of the land. Before utoke kwa nyumba, declare your tomorrow. You are not somebody, just somebody. You are a king. Hallelujah. No mkono wako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninajua mimi ni mfalme. Nitatawala katika jina lako takatifu. Hali ile ngumu nitaigeuza na kuiona ikishindwa katika jina la Yesu. Amen. Let me ask this question unapomaliza. Kama wewe ungekuwa Elijah, kama wewe ndio ungekuwa Elijah, wewe unaniwatch na uko hapa. Kama ungekuwa ni wewe Elijah, umeambiwa na Mungu ameamrisha mserefani, uende ukutane na mama anasema hana unga na anaokota kunibiri akule apike kauka ya mwisho akule akufa. Don't you think it is very easy kuanza kutafuta mwingine? Yes, ukianza kuona si huyu pengine ni mwingine. Ule niliambiwa lazima awe na vitu. Kumbe vitu haviko kwao. Vitu viko na wewe. Walisikia wao ni source, ni mfereji. Can I tell you this? Let me ask you.
Ni wangapi wiki ukitaka kukula nyama choma, kuku choma, maini choma, chapati, fish, Pizza. sure. Pizza. Are you sure? Hey. Do you know that? Do you know this? Hizo vitu vyote haviko buchani. Nikwambia viko wapi? Ndani yako. Usijione duni. You carry life. If Elijah had a Seraph, mama huyo angekufa na mwanae. Elijah alipofika, uhai ukafika. Wewe ndiye Elijah wa today. Hallelujah. Know that you carry Christ, the hope of glory, the miracle worker. Maandiko inasema without him hakuna kitu kiliumbwa kinaweza umbwa. Wherever you go mama Kenywa, you are carrying Christ. Ukiingia mahali wakikwambia hawana mkate waambia by the way, can you have Elijah this week? Ana ukienda mahali usikia wako na kadogo naambia leteni kwanza nile. Yes. It is crazy in the mind of man. But when you understand who you are, ya kwamba mimi ni kila ni Mungu anakula. Hey, are you there? Wangombe ukipewa mtu akikupea 10 siwe amepea. Please have this anointing and I'm getting it, I tell you. This week tukikutana na mtu anibariki na 100 na mwambie umepea Mungu, Mungu anakurudishia. Why I carry God? Wacheni nimuulize maswali, ujumbe unaendelea kurefuka. Punda wakati kalikuwa kamefungwa, nani alikapea mahali ya kukanyanga? Hakuna mtu alikapea. Kalikuwa kana kanyaga mchana. Lakini Yesu alipokakalia, walienda wanatoa bedishiti kwao, watandikie punda. Si Yesu alikanyanga. Si Yesu alikanyanga. Yesu alikalia punda, punda nayo inakanyaga mashuka yao. Inakanyaga kapeti zao. Meyu kanyaga vitu vyao. Why ninabeba Yesu? Kanyaga nyama choma zao, kanyaga kuku zao, kanyaga utajiri wao katika jina la Yesu. Inua mkono sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sababu nimekubeba. Wiki hii nitakanyaga utajiri wa dunia. Nitakanyaga unono wa dunia. Nawe unaendelea kunikalia kwa utukufu wa jina lako. Utukufu wa jina lako. Amen. Simama na miguu yako, usiendelee. Alafu ati wewe unalala njaa. Hakuna kulala njaa. Hata wewe unanisikia, hakuna kulala njaa. Na utalala njaa ukifunga. Hallelujah. Mahali Mungu atatoa nyama, I don't know. Let me just ask a question. I'm asking this. I don't know why. Nimesikia niulize hii. Yaani haujakula kitu, unakitamani, unakipendaga, na unasema God, hii wiki kama ningekula kitu. Una kitu haujakula, unakitamani hiyo kitu, unasema nataka tukuona kwa mkono. Kuna kitu you love but you have not eaten it. Ujudi zako ikula wiki hii. Are you sure? Ninakutuma ukakula katika jina la Yesu Kristo. I command you, go and eat it in Jesus' name. And eat the best. In Jesus' name. Na kitu hata upelekwe safari park, wacha kutembea kama paka amenyeshewa. Walk me. Usiniangushe. Maana wengine mtu anajikuta huko mama Kenywa. Tunaenda unasema unaogopa kula kabisa, wachana na wao. Hii si yao, hii ni utukufu wa upako. May you receive the power in Jesus' name. I say may you receive the power in Jesus' name. Let me pray, God of Almighty, Mungu aliyekuwa na Elijah, ukamulisha Elijah. These are your children. These are your people. Sisi ni watu wako Bwana. Mungu wa rehema, kuna kiangazi kama wakati wa Elijah. Lakini hakuna siku moja Elijah alilala akiwa hajakula. Hakuna hata siku moja alikuwa
unakosa kukaa vizuri. You are the same yesterday, today and forever. Ninaombea huyu dada, naombea huyu ndugu, hii kiangazi ya corona ikiweko, may they eat well, may they sleep well, may they see your goodness, may they see your blessing, may they see your faithfulness in the name of Jesus Christ. Baba, serikali imesema corona itaendelea, na wakatangaza wakasema heri watu wakae maskini na wawe na afya. That's the voice of the leader of this nation. But God, your God of abundance, I pray dear Father, hawa watakuwa na health, hawa nao watakuwa na health. Number 2, they will prosper, they will excel, they will proceed forward, they will progress forward in the name of Jesus Christ. Na watangazia baraka zako, na watangazia uwezo wako, wasiwe intimidated, wasiwe na uoga wowote. Thou spirit of fear, I rebuke you. Unakujana unaturudisha nyuma. Hakuna dada atarudi nyuma, hakuna ndugu atarudi nyuma, hakuna atakaishi kwa dhambi, hakuna atakayejipeana ili alipiwe nyumba, hakuna atakayejipeana ili anunuliwe chakula. We have you God, you are a faithful God. Natangaza Mungu wa rehema, yeyote ameitanishwa na madhabahu hii, hakuna atarudi nyuma, hakuna atachoka. Jehova, ulilisha Elisha, ulilinde Elisha, lisha hawa, walinde, wapone kamile, kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana. Maandiko yako inasema in the book of Habakkuk, miti inaweza kukosa matunda, zizi zinaweza kukosa ng'ombe, lakini akasema but I will rejoice in the God of my salvation, and he shall make my feet like of a hill, and he shall make me to reach my destiny. I decree and declare, biashara zinaweza kosa kuweko, kazi zinaweza fungwa, but you are the joy, you are a joy. Wewe ndiye furaha yetu, wewe ndiye ushindi wetu, wewe ndiye toleo letu, wewe ndiye mkate wetu. My God, my Father, na achili ya wapendwa, to rejoice in your power, to rejoice in your salvation. Maandiko yako inasema, we rejoice, we shall draw water from the wells of salvation. Now ninawatangazia, we rejoice, that we draw bread, that we draw meat, that we draw fish, that we draw chicken, that we draw new clothes, that we draw mashamba, that we draw good wealth from the well of salvation. Well of salvation. Una mashamba yetu, una magari yetu, una manyumba yetu. We will rejoice, the joy of the Lord. No more fear, no more doubt, no more discouragement. We will make it. We will make it. We will become more stronger than when there was no pandemic. We are blessed. I say you are blessed. I say you are blessed. And I decree and declare, no man will have power to curse you, for you are blessed. I surround you with the fire of God. I surround you with the glory of God. Before corona reach you, may be consumed by the fire of God. Let every vial of corona never see your household, never see your children, never see your wife, never see your husband, never see your people. Ninakuwekea ulinzi wa moto wa Roho wa Mungu. Utatembea na ulinzi wiki hii, hata ukae karibu na aliye na corona, akitohoa hizo virusi vinachomwa na moto wa Roho, havitakuona. Ukiwekelea God, thank you Father. Inua mikono yako miwili, na achilia moto juu ya mikono. Inua juu mikono yote miwili. Baba, na achilia moto wa Roho, moto mtakatifu. Ukuwe na hiyo mikono, akiguza service ina corona, those virus inakufa.
They will not carry coronavirus. They will not carry coronavirus. Carry fire. Thank you, Father, because it is done. You're blessed. I say you're blessed. You're favor. You're glorious. Eat the seed and drink. Eat the fat and drink the seed. Ninakutuma to go eat the fat and drink the seed. Let the joy of the Lord be your strength. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Amen. As we are studying with you uko pale, you are watching us, na hili neno limekuguza. Mungu rehema akubariki. Hujaokoka na Yesu anakuita kupa uzima na wokovu. Nataka niombe na wewe, kwa sababu pasipo wokovu you can never make it. Upare urudie maombi nyuma yangu, mimi ni mwenye dhambi, ninakukimbilia, nisiaibike, nisamehe dhambi zangu, nioshe na damu yako, nifanye kiumbe kipya, andika jina langu katika kitabu cha uzima, iondoe kutoka kwa kitabu cha mauti, nipe sababu ya kuishi, kuwa Mungu wangu nami niwe mwanao. Katika jina la Yesu nimeomba, nimeamini. Nikuombe. Baba mwema, wajua hiyo nafsi imeungama dhambi zake, amekukimbilia. Mpe tumaini, mpe uwezo wa kusimama kusema, siku ya Jumapili nilipokea Yesu na akaniokoa. Baba, muoshe na damu yako na wacha afurahie maisha yake. Na mbariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wengine uko kwa kitanda, you are paining. Maybe you are a corona victim. Breathe 5 times as I count. And the 5th time you're going to bring the holy, glorious, fire-anointed air of our Lord Jesus Christ. I want to count. Then I'm going to say, breathe in. You're there. Father, thank you as they breathe in this Spirit. May you insulate the air around them with your fire, that as it enters into their lungs, in their bodies, it will kill every fire of disease and sickness, and they'll be free from disease. In the name of Jesus Christ, I'm counting 1, 2, 3. I want you to breathe in, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, fire. Be delivered and be free. In Jesus' name, I pray and believe. Amen. You are healed, and God bless you. Wale mmeokoka pengine, now you are healed. I'm not bad dictionary. I'll give you my number. I know it is on the screen. That is my number. Call me. Let me know what we're going to get this money. Tell me who you are. Let me know, and I'll follow you. And counseling that we may stand. You. We in Githurai 45, a place called Mokingi, Apodiotuko, Gospel Revival Center. And come there, you'll be blessed. We want to give to our Lord. We want to worship our God with our substance, our tithes and offerings. Mungu wa rehema akubariki. Naomba tuletewe hili. We have been given envelopes. Pengine unataka kutoa fungu la 10. It's okay. Nataka kutoa fungu la 10. Naona watu wanainua mikono. Mali unataka kutoa fungu la 10, this is the way we do it. We do it through mobile banking. We have 2 accounts. I know they are there on the one is in the Equity Bank, and the other one is Kingdom Circle. Maybe you are listening. Let me not assume. Maybe you are listening. I don't know.
So let me give you the number. Maybe you are listening and you don't have the screen. Maybe you cannot get it. Kingdom Circle account. Maybe Takuriza business number. The business number is 52100. It's 51000. That is 52, then 1 and 1,000. Then it's 001402000, then 811. Let me repeat. 00140200003, then 811. Ukituma tambua Kingdom Circle have received your money, the favor of Gospel Revival Center. It is important. If it is tithe, you send your information to me through my number. I don't have the number of the treasurer. I don't know whether it is on the screen. But you can still say to him. That is the reason. The reason of it is so that you may be able to put the records, and for us, this time, please, we get that information necessary. If through Equity Bank, the Equity Bank, and the Equity Bank is again M-Pesa, and the number is 247247. 247247. Then the account number is 071-293-421-427. Let me repeat. 0710-293-421-427. Again, tutapokea ujumbe na Gospel Revival Center. Equity Bank at the favor of Gospel Revival Center. Wale tuko hapa, we want to give our offerings and our tithes. Then we are going to pray. Normally, but we are going to pray immediately. So that we may pray. Let's pray. Na wale tuko nyumbani. Father, we thank you for this time tunakuja kukuabudu as you do us good. May you cause our wells to blossom with the new water. May you cause our vineyard to give a bumper harvest. May you cause our business to flourish. May you cause our lives and all that we do to excel to the glory and honor of your name. Bless. Let them rejoice in the blessings of your mighty hand. We thank you and we bless you. In Jesus' name, tunaomba tukiamini. So we will give. Tunapoendelea tunapotoa ni taarika yule alikuwa zamu. Naomba tunapoendelea, kwa sababu ya mheshimu serikali yetu, tuendelee kuweka mikakati vizuri, and God will bless us all. God Mashari is here. Deacon Mashari anapotupa ratiba, wale tuko nyumbani, we are watching all that. Nilisema kwamba ukituma tithe yako unitumia number, message, but because he's here, atatupea namba yake ya simu where you can channel your message through. Praise the Lord. Mimi nilikuwa Masharia, nilikuwa zamu, kwa hiyo wiki imeisha na hatukuwa na mambo mengi, lakini ile ilitupata tuliweza kushare na kudiscuss na tukaweza kuresolve. But ile kitu ningeomba pia ni kama sisi wakati huu kunakuwa na mambo mengi, so if we can share
what we have na ile mambo tunakuwa nayo, so that we are there for each one of us. We are brothers and sisters keepers. So don't remain silent. Let's share with a friend. We work as a family. Sisi ni kama family ya gospel, right? Tunashare mambo yetu. From there now we can go to assist each other na tuone how far we can go. Because united tutaweza kusimama vizuri, lakini tukitengamana tutaweza kusimama vizuri. So tukue pia mmoja na mwingine. Yule anaingia hii wiki inakuja anaitwa Deacon Wajohi, na namba yake ya simu ni 0726 66 3818 0726 66 3818. Alafu mchungaji alikuwa anasema namba yake ya simu kwa sababu ya kutuma, ukituma pesa yako whether ni tithe offering ama special offering online, unaweza forward hiyo message kwa simu yangu. Namba yangu ni 0722 389 511 0722 389 511. Forward kama ni SMS ama ni we'll be able to update the records accordingly, so that your tithe offerings and any other contribution is updated accordingly, so that we are transparent. Asanteni sana, mbarikiwe sana. Amen. Just make a short announcement. We are anticipating kulingana na hotuba ya Rais jana, alisema within 7 days he has called the religious organization to meet with the relevant authorities so that wakaweze kufanya mikakati mizuri ya church to come back on board. So we are anticipating chances might be Sunday we might be on board. The religious organization has given us some rules and guidance to be followed. So if we will be on board on Sunday, we will let you know if all goes as what we are anticipating. We have a setup whereby, because we have been given a very short time of fellowship, and again we have to keep social distance as much as possible. So we are anticipating that when we come back on board, we'll be having 2 services. One will be landing from 9 to 11, and the other one, and then we shall have a break 30 minutes ya kupiga dawa. Then the other one inaanza exactly 11:30 to 1:30. So because we shall let you know, adjust yourself which you'd like to come. If you are coming at 9, you must be here by 9. Why? Kwa sababu we don't want to kuje hang around. We'd like you to be usije ukaumia, because we'll be a bit cautious. So we don't want to do anything that can bring a crash. And again, we don't want to be anything that can bring anything in Azafanya. Whatever we want God to help us and do, because I could feel. Let's keep ourselves in order. Let's be there and God will bless us. In that program, we will be having from 8 to 9, itakuwa ni wakati wa intercessory. Now, kama ujumbe wa leo vile umekuja, we need to be committed, recommitted. We are recommitting ourselves to Christ. So, if God will revive us and do us good, and turudi kuwa kanisani, why don't you come? Maybe you are coming ya asubuhi, unakuja mapema, unakuwa na wakati wa kuomba. Sisi kazini unafikaga as early as 5. Imagine Sunday it's 8. So we want to wake up, and I know it shall be well. But we shall be notified, and I know all of us tuko macho na tunajua kile kinafanyika. So God bless you and God do you good. Si Mungu arema akubariki. Uso wake ung'ae juu yako, na urembo wake na baraka zake ziambatane na wewe. Wiki ya ajabu ni wiki ya baraka, itembee na wewe kwa utukufu wa jina la Mungu wa rehema. And now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us and forevermore. Na kwa sababu kawaida ni kama sheria, Karo wako wapi? Karo anatupangaga, tunakunywa kitu pamoja, soda, na tunakula piece of blood together.